Maswali. Tunaanza na ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI. Sasa namwita Mheshimiwa Esther Edwin Maleko, mbunge wa viti maalum, aweze kuuliza swali lake. Swali la mbunge wa viti maalum linauliza, je, serikali na mkakati gani wa kuboresha miundombinu ya masoko ya Mwika na Mkuyuni? Swali hili linaelekezwa Wizara ya TAMISEMI na Naibu Waziri Dr. Festo Dugange anatoa majibu ya serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI, naomba kujibu swali la Mheshimiwa Esther Edwin Maleko, mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua umuhimu wa masoko ya Mwika na Makuyuni. Kutokana na umuhimu huo, serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Moshi inaendelea na mpango wa kuboresha masoko hayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa soko la Makuyuni, halmashauri imeanza kwa kutenga shilingi milioni 50 katika mwaka fedha 2025/26, ambapo hadi Machi 2026 shilingi milioni 20 zimetolewa kwa ajili ya kuzibua mifereji ya maji na kusakafia baadhi ya mifereji iliyokuwa imebomoka ili kudhibiti matope kipindi cha mvua. Aidha, halmashauri ikishirikiana na Wizara ya Kilimo itajenga soko la kisasa katika eneo la Makuyuni, ambapo hadi sasa halmashauri imekamilisha kuandaa hati pacha ambayo ipo kwenye utaratibu wa kukabidhiwa Wizara ya Kilimo. Zoezi hili litafuatiwa na Wizara ya Kilimo kutangaza zabuni ili kumpata mkandarasi atakayejenga soko hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika soko la Mwika, halmashauri ya wilaya ya Moshi katika mwaka wa fedha 2025/26 imetenga bajeti ya shilingi milioni 16 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya soko hilo, na hadi kufikia Machi 2026 shilingi milioni 15 zimetolewa na kutumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, soko la Mwika lina eneo dogo la kufanyia biashara ambapo inawalazimu wafanyabiashara kufanya shughuli zao katika eneo la barabara kuu kwa kupanga bidhaa zao barabarani. Hivyo serikali kupitia halmashauri katika bajeti ya mwaka 2026/27 imetenga shilingi milioni 70 kwa ajili ya kununua eneo la ekari 1 kwa ujenzi wa miundombinu muhimu katika eneo la Mwika. Hatua hii itapunguza msongamano uliopo kwenye soko hilo na kuboresha mazingira ya kufanyia biashara. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Esther Edwin Maleko, maswali ya nyongeza. Nashukuru sana kwa majibu mazuri ya serikali, lakini na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuwa serikali imeahidi kwamba itajenga soko jipya kwa eneo la Makuyuni, je, ni lini sasa mchakato wa kumpata mzabuni utakamilika ili soko hilo lianze kujengwa? Na swali la pili, katika eneo la Mwika kumekuwa na msongamano mkubwa sana na inapelekea wakati mwingine wafanyabiashara kupata ajali kutokana na kwamba wanafanya biashara zao barabarani. Ni lini sasa serikali itatoa fedha hizo na ziweze kwenda kununua eneo ambalo hawa wananchi wanaweza kupata huduma hiyo kwa usahihi zaidi? Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza nimpongeze sana Mheshimiwa Esther Edwin Maleko, mbunge wa viti maalum mkoa wa Kilimanjaro, kwa uchapakazi wake na amekuwa mfuatiliaji sana. Mheshimiwa mbunge, nikuhakikishie wewe na wananchi wa jimbo la Moshi mjini na Moshi vijijini kwamba serikali inatambua sana umuhimu wa masoko haya mawili, soko la Makuyuni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya biashara kwa wananchi, na tayari tumeshakubaliana na Wizara ya Kilimo na tumeshaandaa hati pacha ambayo itamilikiwa na halmashauri na Wizara ya Kilimo, na tuko hatua za mwisho kukabidhi hati pacha hiyo Wizara ya Kilimo ili Wizara ya Kilimo iweze kupata mkandarasi kwa ajili ya ujenzi wa soko la Makuyuni. Kwa hiyo kuhakikisha Mheshimiwa mbunge kwamba tuko hatua nzuri sana na kuhakikisha kwamba tunajenga soko hilo na kuboresha mazingira ya biashara kwa wananchi wa Makuyuni. Na pili, kuhusiana na soko la Mwika, tunatambua kwamba soko lile ni dogo na linapelekea wafanyabiashara kupanga bidhaa zao barabarani, jambo ambalo ni hatarishi, na ndio maana tumekwisha tenga shilingi milioni 70 katika mwaka wa fedha ujao 26/27 tunaanza Julai hii ili tuweze kununua eneo lenye ukubwa wa ekari 1 na kujenga soko ambalo litaondoa adha ya wafanyabiashara kubanana na kupanga bidhaa barabarani. Mheshimiwa Asha Feruz, swali la nyongeza.